tunapokuwa tunasoma maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 12, Biblia inasema bali waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa wapendwa watu wa Mungu, Yesu anaposema ninyi msalipo semeni Baba yetu, maana yake kwamba yeye anatupa ruhusa na anatupa sisi haki ya kufanyika watoto wa Mungu kwa sababu ya kuliamini jina la Yesu. Kwa hatuwezi kuwa watoto wa Mungu kama hatutamwamini Yesu kwanza. Hatuwezi kumwona Mungu kama Baba kama tusipomwamini Yesu kwanza, kama tusipoliamini jina la Yesu. Mpendwa mtu wa Mungu ambaye wakati una majina haya unafuatilia ujumbe huu mahali popote ulipo, unapokuwa unafuatilia ujumbe huu, nataka utambue ya kwamba kupitia jina la Yesu Kristo tunapata kumjua Mungu kama Baba, tunapata kumjua Mungu kwa mapana, tunapata kumjua Mungu kwa undani, kwa kina zaidi. Tunapata kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema ya kwamba Mungu ana mwanzo wala ana mwisho. Hatuwezi kwenda kwa Mungu moja kwa moja na kutaka kumjua yeye, kwa sababu yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Makosa yaliyofanywa na watu wengi kwa karne nyingi ni kwamba walitafuta kwanza kutaka kumjua Mungu bila kutaka kumjua Yesu, na ndio kwa sababu pakakuwepo na dini na madhehebu mengi, kwa sababu watu hawa hawakutaka kumjua Yesu kwanza aliye Alfa na Omega. Walitaka kumjua Mungu ambaye ana mwanzo wala mwisho, kwa wakajikuta wanamjua Mungu kwa kipande kidogo. Walimjua Mungu katikati, wala hawakuweza kuona mwanzo wala mwisho wake. Kwa Yesu peke yake ndio ambaye anamfunua Mungu kupitia uwepo wake alipokuja katika dunia hii. Kwa anasema ninyi msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini anataka tutumie jina la Baba yetu? Tumesema kwamba ni kwa sababu Yesu mwenyewe anatuhesabia haki. Ametuhesabia haki. Ametufanya sisi tuonekane wana wa Mungu pale tusipoweza kustahili.